wabarakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alayhi wasallam. Baad, ima baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni kualike tena katika jukwaa la Dr. Sayyidna Sheikh Yusufu Diwan Al-Ghazali kwa lengo kubwa la kwenda kuangazia mambo mbalimbali. Miongoni mwa mambo hayo ni masala ya kijamii, lakini pia masala ya kidini na kadhalika masala ya kiafya. Maana hapa tutazungumzia afya zitokanazo na maradhi ambayo watu wameweza kuzongwa na maradhi hayo, lakini tukizingatia tunaelekea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, siku chache zimebakia. Kwa hivyo pia tutaweza kupata nukta ambazo zitakazotuweka sawa sawa kuelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini bila kusahau, leo tunaye mgeni yetu, tunaye mwamba kabisa katika masala mazima ya kihistory, lakini pia anajua mno masala ya Bible pamoja na Qur'ani. Maana yake tunaye Sheikh Kada, ni mwamba kweli kweli, na mtandaoni huko anafahamika sana. Nadhani ana ladha katika usemaji wake, lakini pia ni fasaha sana katika uzungumzaji wake. Kubwa ni wewe tu nikualike na nikuandae kwamba uwe tayari kwenda kumsikiliza mwamba huyu akidondosha na kutewa madini yale adhimu kabisa ambayo yatakufanya uweze kuwa bora kabisa. Kumbuka ofisi yetu tunapatikana Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Lakini kumbuka hapa utapata huduma za aina mbalimbali, ikiwemo visomo vya dua, kadhalika pia na dawa za aina kadha wa kadha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mimi ni sina la ziada zaidi tu ya kumkaribisha mgeni wetu na kumwambia kwamba jukwaa liko tayari kwa ajili yako, na watu wana jukwaa walivyo wako makini kabisa kusikiliza, kujua umekuja na kitu gani kwa ajili yao, na bila shaka naamini watafurahia uwepo wako katika jukwaa hili. Dr. Sayyidna Sheikh Yusufu Diwan Al-Ghazali, mimi nikwambie faltafadhali mashkura, karibu sana akhui, jukwaa liko kwa ajili yako sasa. Naam, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ama baadi, ndugu zangu, kwanza ni washukuru nyote mliohudhuria katika jukwaa hili, lakini kadhalika nimshukuru ndugu yangu hapa ambaye amenikaribisha, ambaye ni mwenyekiti wangu, lakini pia ni shekhe na ambaye anafanya kazi kubwa na ya afisi. Sina haja kumtambulisha kwa sababu namjua, maana ile jukwaa yeye ndio nyumbani kwake, na wanasema mcheza kwao utuzwa. Sasa yeye yuko nyumbani. Lakini kadhalika shehe wangu Yusufu Diwani, maana yeye ni shekhe wangu kwa sababu yeye ni mwanazuoni na ni mtaalamu. Maana kuna usomi na utaalamu katika fani mahususi. Yeye Sheikh Yusufu, Mungu amempa vitu viwili. La kwanza ni shekhe, yani mwanazuoni, lakini la pili amemkirimu elimu ya tiba, elimu ya kuwasaidia watu, kitu ambacho ni wachache sana ambao elimu hii wanaweza kujaliwa kuwa nayo. Lakini kadhalika wengine wanaweza kuwa nao lakini waoga. Maana fani hii si fani ya masiara. Ni fani ambao unapambana na viumbe wasioonekana, ambao ni majini, kuna mashetani, kuna wachawi, kuna watu wengi chungu mzima ambao ni watu hatari, kwamba unapoingia katika tasnia hii unahatarisha maslahi yao, hawawezi kukuacha. Kwa hiyo uko kwenye vita. Sasa si jambo jepesi Sheikh Yusufu Diwani kusimama katika jambo hili kwa muda ninamjua mimi mpaka hivi sasa yumo katika jambo hili. Bila shaka ni mtu ambaye ana uwezo na amejipanga na yuko vizuri. Na mimi niseme kwamba Sheikh Yusufu mimi nimemjua muda mrefu, tangia tulikuwa Nairobi tunafanya kazi. Mimi nilikuwa nafanya kazi ya muhadhara wa Biblia Comparative Religion, lakini Sheikh Diwani alikuja pale nafikiri kama mwaka 2017 kitu kama hicho. Tukafanya program kubwa sana pale Radio Ikra FM. Na nikwambie ndugu yangu mtazamaji kwamba programu ile ilikuwa na faida kubwa mno, na watu walikuwa ni wengi sana waliojitokeza katika mjiji la Nairobi kumpokea shekhe, na aliondoka pale bado mpaka athari yake mpaka leo ipo. Lakini tuseme jambo lilikuwa ni kubwa sana, na si tulifanya Nairobi, lakini alifanya pia maeneo ya Mombasa na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo nilisema hilo kwanza ili muweze kutambua, maana wengine pengine wanamjua Sheikh Yusufu, pengine labda ni mtu wa hapa tu, labda yuko Mbagala, yuko hapa, anafanya kazi ya kimataifa. Kwa mimi nimefika leo katika jukwaa hili ili na mimi niweze kuchota mawili matatu, isipokuwa nimetangulizwa tu niweze kuzungumza machache
mbele yenu. Lakini ndugu yangu, labda niseme kitu kimoja. Mengine ile Ramadhani atazungumza shekhe na mengine atazungumza kwa faida yetu. Lakini mimi niseme kitu kimoja. Na kitu hichi ninachokisema hapa ni kitu ambacho kilitokea, ni true story ya kweli. Na Shekhe Yusufu Diwani ndiye aliyehusika katika jambo hili na akaweza kulisolve au kulitatua. Kwa hiyo nitakuwa na kisa kifupi tu kwetu sisi ili tuweze kupata mazingatio, alafu baadaye muweze kupata faida ambazo tulizonazo hapa mezani. Maana hizi ni faida ambazo kwa kweli zitatufaa sisi na familia zetu. Sasa ndugu zangu, nikupeni kisa hichi kifupi, alafu tuende katika maudhui mengine. Dar es Salaam ni mji wa kichawi. Kama mjui, muweze kujua vizuri, Dar es Salaam ni miongoni mwa miji ya kichawi au miji ya wachawi. Wachawi ni wengi mno. Hapa tuko Mbagala. Ukienda mbele kidogo pale kuna mji unaitwa Charambe. Charambe maana yake, mtanisaidia wengine au wengine kama mtapinga kwa hoja, wanasema hivi, maana ya Charambe maana yake mgeni alogwe mwenyeji aachwe. Charambe hiyo. Kwa maana hiyo zamani hapa ilikuwa si masiara. Mtu ambaye anakaa Kinondoni huko, anakaa Mbezi, kumwambia je Mbagala kwa anajifikiria mara mbili. Ulikuwa mji unatisha huu. Sasa nataka nikupeni kisa kimoja. Lakini kisa hichi sio kirefu, ni kifupi tu. Kuna mama mmoja au niseme dada. Na nalisema hili kwa sababu mwisho wa siku Sheikh Diwani alisaidia katika hili jambo. Ndio maana nalizungumza, vinginevyo nisingezungumza kisa hichi. Kwa dada mmoja alikuwa anakaa maeneo ya Wireless. Nafikiri Wireless ni maeneo Temeke hapa. Sio mbali kutoka hapa tulipo. Hapa kwa Mbagala. Huyu dada alikuwa na hali ngumu sana ya maisha. Lakini hali ngumu yake ya maisha ilikuwa inasababishwa na usiku kila akilala anaota ndoto anakuja mwanamume mweupe. Maana huu nao ni mtihani. Wanawake wa Kiafrika waliokuwa wengi siku zote huamini wanaume weupe ndio bora. Maana hata shehe kesi hizo anazipata mara nyingi sana. Shehe, mimi nimeota. Umeota nini? Akaja mwanamume mzuri sana. Naota anafanya naye mambo fulani ya kimapenzi. Mwanamume mweupe. Kumbe wanawake wetu wa Kiafrika mwanamume mweupe ndio mwanamume mzuri. Sio mwanamke mzuri Mwarabu, Mzungu, Muhindi, huyo ndio mzuri. Sasa sisi wa Afrika sijui sisi watu weusi. Naona bahati hatuna sana. Ya kuotwa. Lakini mwanamke alikuwa anaota hizo ndoto, anakuja mwanamume wa Kiarabu anafanya naye majambo. Na anasema haya ili muweze kuzingatia kile tunachosema mwishoni. Basi yule mwanamke katika mazingira haya akawa na hali ngumu sana ya maisha. Ilifika mahala hata nauli ya kwenda Kariakoo alikuwa hana. Alikuwa anakaa mtaa wa Wireless. Anakwenda Kariakoo kwa miguu. Sasa siku moja akawa ametoka akaenda kwa dada yake Kimara Mwisho. Ni muda kidogo story nakupeni. Ni kipindi kile ndio kwanza mwendo kasi inaanza kujengwa. Inaanza kujengwa inamalizika. Inafunguliwa kama 2016-17 hivi. Sasa udada akawa ameenda Kimara kwa ndugu yake. Wakawa wamekaa, unajua wanawake wakutana na mambo yao. Wakaongea, wakafanya shughuli zao, wakawa wamemaliza. Dada yake anampa shilingi 2000. Dada anaishi Wireless hapo. Ana wafamilia watoto wawili wanasoma shule ya msingi na shule zetu mnazojua nyie. Darasa moja watoto 200, lakini mtu akienda shule anatakiwa apewe gharama za nauli. Asubuhi yale mama ana shilingi 2000. Hana chochote na hiyo nauli ya kutoka Kimara Mwisho aje Kariakoo. Alitoka katika ile safari yake, kapanda dada ya kipindi hicho bado mondokati hajaanza, amefika Kariakoo mtaa wa Msimbazi. Amefika katika mtaa wa Msimbazi kuna yale vituo vya magazeti vile. Watu wanauza magazeti, wengine wanauza kahawa. Naona baada watu wamekaa wazee wa mjini na misuli yao pale. Dada anakuja anapita katika ile mazingira yake, akaitwa na mtu mzima kidogo, nywele zake kidogo zina mvi kama ana asili kama ya Kiarabu hivi. Dada, samahani njoo. Dada yule, unajua ukiitwa na mtu mzima huwezi kukataa. Maana kuna vijana wengine mkiita wanawake hawezi kuja kwa sababu anaogopa. Unajua huyu kwa jinsi alivyovaa na tabia yake hapa nikienda hapa hatari. Mtaenda kuomba namba ya simu. Unaona bwana? Akaitwa dada, samahani. Dada akaenda, ni mtu mzima na heshima zake. Akaenda, dada yule alikuwa na heshima. Shikamoo baba, anamuita baba. Paka kama anapiga magoti kwa kumheshimu yule mzee. Mzee, marhaba bwana, samahani. Nimekuita na jambo nataka nikusaidie.
Kumbuka huyu amepewa shilingi 2000, amepanda, amelipa kipindi hicho nauli shilingi 500 na 400 nafikiri, amebaki na 1600. Kwa hiyo akitoka hapo mtaa wa Msimbazi aje hapa shule ya Uhuru, apande gari ya kwenda tena kule shilingi, alipe shilingi 400 nyingine, jumla 800, anabaki na buku 1 na 200. Hajala, watoto hawajaenda shule. Anaitwa yule mzee, anambia bwana, mimi nataka nikusaidie. Dada atasemeje tena? Akasema nitashukuru. Yule mzee alikuwa amevaa kanzu, sio kanzu, yani alikuwa amevaa kama t-shirt fulani hivi, alafu ndani ana msuli na pensi. Akakudua msuli wake pale, akatoa mfuko wa karatasi huu. Ile mifuko tunasema bahasha ile, tunasema ile ya kaki. Lakini mfuko wenyewe umenona. Akaambia dada, nakukabidhi hii, itakusaidia. Dada alimwangalia usoni mara mbili. Lakini haijalishi, akaweka mkono, akachukua ile bahasha, akaweka kwenye kibegi chake. Unajua wanawake utembea na vibegi, kibegi pengine kina wanja tu. Labda ana shilingi 1500, lakini na kioo cha kujiangalia. Sasa akaweka ile bahasha. Akaenda kama hatua 10, akasema huu mzigo lazima ni ukague. Pengine labda nilichowekewa musicho. Dada akachanua ule mfuko wa kaki kidogo, akakuta rangi nyekundu, akajua hii ni fedha. Sasa mawazo yakamjia ya kibinadamu. Yawezekana huyu mtu amenipa pesa kimakosa. Akawa ananifuatilia, kabidi akaanza kuongeza mwendo sasa. Yaani akawa anakimbia, baada samani mzigo nimekupa kimakosa, akawa anaongeza mwendo. Akafika hapa shule ya Uhuru, watu wanagombea magari kipindi hicho, yanakwenda Mwembe Yanga na maeneo mengine, hakuuliza. Maana unajua kipindi hicho usafiri wa Mwembe Yanga na mtihani, akatia pesa. Unajua wanawake wa Mbagala zamani wakigombea magari wana mapenzi, wanaingia dirishani. Sasa na wale wa Mwembe Yanga ilikuwa ni hivyo hivyo. Dada akuuliza, akaweka mzigo wake kwenye ndani ya nani, kapana kwenye gari kaenda. Amekwenda, amefika pale karibia Temeke mwisho, akateremka anakwenda nyumbani mtaa wa Wireless. Alipoingia pale nyumbani kwake, akafunga mlango kwanza. Alipofunga mlango, kwa mstuko alipata na tumbo la kuharisha. Unajua wakati mwingine mtu mwingine akiwa na furaha sana au na mstuko anaweza akapata tumbo la kuharisha. Sahihi. Ikabidi yule dada aondoke kwanza, aende chooni kujisaidia. Akatoka, akaenda, akarudi, akahesabu ile fedha. Ile fedha ilikuwa ni takriban shilingi 700,000 za Kitanzania, nyekundu. Dada alihesabu na alikuwa huwa aswali, lakini siku hiyo aliswali huyo dada. Akapiga rakaa 2 za kumshukuru Mwenyezi Mungu. Salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, swala yenyewe alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, hivyo anamshukuru Mwenyezi Mungu. Shida bwana yumfundisha mtu adabu. Naam. Akapiga rakaa zake 2 akamaliza. Sasa ile nyumba kila mtu ana njaa katika vile vyumba. Watu wanaishi nyumba kupanga, wengine wanakaanga miguu, wengine ya kuku, wengine wanakaanga vichwa vya kuku, wengine karanga. Watu wamechoka. Akasema jamani, akaita majirani zake bwana, mashoga zake bwana, ni mwanamke yule. Leo bwana nataka tununue unga wa ngano hapa, tutengeneze vitu kidogo. Basi akaita wenzake bwana, shoga leo vipi? Naona leo mambo mazuri bwana. Mazuri. Akaenda dukani akachukua kilo 3. Maana unajua mazingira hayo ya Swahilini, mtu anaweza kukaa mwezi mzima ajali hata nyama. Naam. Anaambulia tu miguu ya kuku na utumbo ngozi zile. Na kachumbari nyingi na pilipili nyingi. Basi akaenda akachukua kilo 3, akatengeneza chapati. Basi ilikuwa ni sherehe hiyo siku. Vibakuli vilikuwa vinagongana katika familia hiyo ambayo kidogo alikuwa si nzuri. Kumbuka yule dada alikuwa na matatizo. Kila akilala anapata ndoto za ajabu. Anakuja mwanamume, wanafanya mambo yao. Mpaka katika kipindi yule mwanamume akawa anamtokea katika mazingira fulani, lakini anamtokea anapotea. Kumbe hili tatizo lilikuwa lishaota mizizi. Sasa yule dada baada ya tukio lile akalala, siku ya kulala anamfikiria yule mzee. Yule bwana amenipa pesa kwa misingi ipi? Lakini mwisho siku akajiridhisha kwamba huyu ni Muislamu, pengine amenitazama tu akaona hali yangu si nzuri, akaamua kunisaidia. Basi asubuhi alivyolala, alivyoamka, akili ya mwanamke aende Kariakoo kwanza afanye shopping. Anunue mchele, anunue unga na nguo za watoto kidogo, angalau nyumbani ufanyeje kukae vizuri. Basi ameamka siku hiyo asubuhi,
ili aelekee Kariakoo. Sasa amejipanga, ameoga vizuri, anatoka barabarani ili aweze kwenda Temeke Mwisho akapande gari, maana kipindi hicho magari fika mpaka Temeke Mwisho, anakuta kuna gari imepaki barabarani. Gari yenyewe ni kama hizi tunasema pick up, lakini za kisasa hizi. Akasikia anaitwa, samani dada, nana akiitwa Zainabu, samani, ile gari ni inabidi ainame achungulie. Anainama anachungulia, namkuta yule mzee wa jana alikutana naye Kariakoo. Akamwambia ingia kwenye gari. Kama ni wewe unafanyaje? Jana kasha kutoa. Naam. 700,000 ushapata. Naam. Sasa anakuambia ingia kwenye gari. Mwanamke atakataa vipi? Zikataa. Akainama akaingia katika gari, mlango ukafungwa, gari ikawashwa. Ananisimulia mwenyewe, anasema gari ilikuwa ni full kiyoyozi mpaka unatetemeka ndani. Gari linalokwenda hajui linakwenda wapi. Akawa na wasiwasi, leo nimekufa. Maana kweli amenisaidia, lakini huyu mtu kwangu amepajuaje? Inawezekana huyu mtu ananifuatilia siku zote, ile pesa pengine ni mtego alionipa. Basi mimi nimekwisha. Gari ikawa inaenda, lakini kwa uzoefu wake gari lilipofika katika barabara kubwa ya Kilwa Road ikawa inaelekea maeneo ya Kijichi. Gari kaelekea maeneo ya Kijichi, wakaenda, walipofika maeneo ya Kijichi wakateremka, wakaenda serikali za mitaa. Walipofika serikali za mitaa pale wakateremka, wakaja mawakili, wakawa wanaandikishana kuhusiana na mikataba fulani fulani. Yeye hajui, amekaa tu haelewi. Mikataba imeandikwa, mwisho akaambia bwana njoo saini hapa kwenye zile document. Akbar. Yule dada akasema pengine labda mimi ni shahidi tu. Hata hajui sema kusaini, maana hajasoma vizuri. Pengine kaisha darasa la 5 au la 4. Ana elimu kubwa. Basi ni wapi ni saini, akaonyeshwa, akasaini. Akasaini katika ile dokumenti. Walipomaliza wale mabwana wakaagana pale, wakaondoka. Ikabidi ile msafara utoke sasa uende sehemu nyingine. Unajua pale Kijichi ni eneo kidogo, wanakaa watu washua kidogo. Watu walionona, watu wenye uwezo, watu wenye fedha, watu wanaojiweza. Kwa hiyo ikabidi wakaenda sawa katika nyumba fulani. Imejengwa nyumba mpya karibia na bahari kidogo. Nyumba nzuri ya kisasa, ina geti. Anasema kile kiwanja ni kama eka 2. Nyumba ni kubwa, imejengwa katikati, ina nyumba za pembeni zile sio hata servant quarter zile. Na watu wamo wanaishi mle, lakini watu wa kawaida kama wafanya kazi. Ni kama yule bwana alishaandaa. Yule dada alipofika pale akakabidhiwa. Akaambiwa nimekuleta hapa ila nina mazungumzo na wewe. Ikabidi waingie ndani katika ile nyumba. Tairi zilizopigwa katika ile nyumba, shekhe, ukitembea unajiona. Naam. Ile nyumba ina vyumba 5, kila chumba kina choo ndani. Utasema sui master wenyewe na lugha zao wanasema hivi. Dada akakagua nyumba yote, nyumba iko vizuri. Yule mzee kabida akae naye, wanazungumza sasa. Akaambia dada, nimekuita hapa na fija tangia jana tumekutana Kariakoo. Leo tumekutana kwenu pale Wireless. Leo nimekuita hapa. Nimekuita hapa kwa sababu kwanza nimekupenda. Na mapenzi yangu mimi kwako hayajaanza leo, na bila shaka unaniota sana katika ndoto zako. Si unanielewa vizuri? Dada akaanza kama anatetemeka fulani, akajua hapa leo nimeingia. Akaambia lakini ninachokitaka kwangu mimi, nataka uwe mtu wangu. Hivi kwa mazingira yale mwanamke anasemaje? Akasema tumuombe Mungu, maana wanawake ndio tabia yao. Akasema tumuombe Mungu, ndo kashakubali. Tumuombe Mungu. Tumuombe Mungu. Aliposema tumuombe Mungu, ndio kashakubali tena, sababu afanyeje? Sasa yule bwana akasema sikiza, mimi nataka uwe mtu wangu, lakini nina masharti. Kwanza nitakuwa siji usiku, nitakuwa kuja mchana peke yake. Na hii nyumba kama unavyoona ni ya kwako. Nimekukabidhi kuanzia leo, na kule unakoishi kule Temeke kule Wireless, una hiari, utaenda au utaacha kwenda. Lakini hapa nishakukabidhi. Hii nyumba ya kuanzia leo ni ya kwako, na mkataba nishaingia na wewe ndio huo. Kwa hiyo kuanzia leo utakuwa mtu wangu. Sasa yule dada anajiuliza, huyu ni binadamu au ni jini? Lakini haijalishi. Yeye kashapata neema. Aseme nini? Basi yule dada akasema basi nimekubali, nimeondoka. Yule bwana akaingia mfukoni akatoa milioni 5. Akaambia chukua hii pesa, utafanya matumizi ya kawaida.
unayojua wewe, lakini kesho nitakuletea pesa uende ukanunue furniture kwa ajili ya hii nyumba. Yule bwana akaondoka, akamwacha dada peke yake katika ile nyumba katika maeneo ya kijiji. Yule dada akalala. Alipolala katika ile nyumba, usingizi ukampitia kidogo tu, akaota ndoto ya ajabu sana. Yule bwana akamjia katika ndoto kama anavyomjia siku zote siku za nyuma, akajua huyu si mtu wa kawaida. Basi mazingira yale yakawa yametokea. Dada aliamka pale kama saa moja usiku. Ile adhana ndio inamuamsha ya magharibi. Allahu akbar, Allahu akbar, anaamka, anatoka pale, anakodisha boda, anarudi kwake maeneo ya Wireless. Ana milioni 5 mfukoni. Maisha yameanza kubadilika. Hali imeanza kuwa nzuri. Basi amefika pale nyumbani, ni sherehe tu, mwendo wa sherehe. Lakini wasiwasi wake, huyu mtu ni mtu wa namna gani? Je, nitaishi naye kwenye mazingira haya kivipi? Na kwa nini huyu mtu anasema atakuwa kuja mchana tu usiku waje? Unajua binadamu lazima una maswali kama unaoji. Basi ameenda pale, amekaa, akawaambia wenzake, bwana sikizeni, nimepata mtu. Unajua mwanamke mwingine hana friji aligandishi. Akaambia jamani, akaita wale waambia wenzake kwenye ile nyumba, wanawake wenzake, jamani mimi mwenyewe nimepata mtu wangu. Nani huyo shoga? Tuambie. Jana bwana nilitoka Kariakoo, nimepata mwanamume. Akuambia kila kitu. Lakini bwana ni mtu mzuri, nilipomuona kanipenda. Na huenda siku akaja hapa nyumbani. Lakini mambo mazuri. Basi siku yote nilikuwa ni sherehe. Ana milioni 5 afanye nini tena? Ilikuwa ni sherehe tena. Kila unachokijua wewe kilifanyika katika ile nyumba. Kesho yake ilipofika, yule bwana akaleta milioni 15 kwa ajili ya furniture za ile nyumba. Wale marafiki zake wote aliwabeba, wakaenda Keko kuchagua furniture. Maisha yalikuwa mazuri. Wiki hiyo ilikuwa ni ya ajabu. Yule akaanza, wakaondoka, wakaenda wakachagua furniture. Ananiambia mwenyewe na anihadisia, walichagua furniture takriban za milioni 7. Nyingine tena walichikichia tena, unajua wenyewe wale wapambe wanaoneka kama 4, aliwapa kila mtu 200,000. Walifurahi kweli kweli ile siku. Maisha yakawa yameenda hivyo, na hali ya maisha ilivyokuwa hivyo, baada ya siku moja tu yule bwana akaja akasema watoto wote inatakiwa wahamishwe shule waende international. Hawezi kusoma tena hapa. Akaenda, watoto wakafanywa mchakato, wakahamishwa ndani ya wiki moja. Yule dada akafunguliwa akaunti ya benki, CRDB benki, ikafunguliwa akaunti. Mwamba akaweka zaidi ya milioni 500. Dada akaenda kozi ya kuendesha gari, maisha yakaanza kubadilika, akawa na maisha mazuri, akawa anaishi vizuri, hali ikawa hivyo. Lakini jambo lile moja ambalo lafanyika ni kwamba yule bwana anakuja mchana, akishakuja mchana, wakishakunywa za mkola, yule bwana anaondoka. Ila kuna tofauti moja dada anasema, maana hii story anatusimulia na Yusufu Diwani hawezi kusema yeye ni shekhe. Wakati tunapata kadhia hii yote, Sheikh Yusufu Diwani yupo. Na ndio maana nimeleta makusudi, kwa sababu ili mjue huyu shekhe ana mambo makubwa sana. Na mwisho wa kisa hiki nitakwambieni si alifanya nini. Sio, unaelewa vizuri Maana Sheikh Yusufu Diwani unaweza kumtafsiri unavyojua wewe, unaweza kusema mganga, unaweza kusema shekhe, lakini huyu sio mganga. Huyu ni mtaalamu. Basi mazingira yale akawa yamekwenda, yule dada akawa tayari alizuri, akaenda driving school. Baada ya wiki 2 ikabidi aende Kimara. Asanza kuja kuendesha gari tena, amshamtafuta driver anamuendesha. Anaenda kwa dada yake, anaingia na gari. Ananunua gari shekhe, maisha mazuri yamebadilika. Dada yake anashangaa, mdogo wangu imekuaje? Sema acha tu bwana, nishapata mwanamume, nishapata mtu mzuri. Unajua pesa inambadilisha mtu bwana. Dada akaanza kunawiri. Dada akaanza kuwa na sura nzuri. Dada akaanza kupendeza. Kumbe umaskini wakati mwingine ni kitu kibaya sana. Basi imeenda ndani ya mwaka mmoja, yule dada alikuwa ni milionea katika mji wa Dar es Salaam. Yule bwana ana hela ya hatari. Maisha yakawa mazuri, maisha yakawa yamebadilika, dada akaanza kuwa na hali nzuri ya maisha. Sasa kilichotokea ni nini? Yule dada ikabidi aende kupiga ramli ili amjue mwanamume ni nani. Maana haeleweki. Akatoka ba break ya kwanza Chanika, kuna mwamba mmoja huyo. Mpiga ramli anatisha huyo mzee kama njaa. Yaani ukifika tu nakwambia umetoka sehemu fulani, una jambo mbili, wale unataka kumueleza. Dada akatoka akafika Chanika. Sielekezi sehemu gani, maana amkawii nyeshe tu tupe direction.
Ila Yusuf Diwani namjua huyo mtu vizuri tu, vizuri sana. Na kuna baadhi ya maarifa Yusuf Diwani anampa ya kitabu, maana yeye ameboea kwenye mambo ya miti. Unajua Yusuf Diwani fani, miongoni mwa fani zake ni kitabu. Huyu shekhe anaweza kukutengenezea hata jini likaja hapa, ila afanyi, maana msije mkasema hivyo, maana hamkawi kusema hivyo, ila ni mtaalamu. Sasa dada amekwenda, amefika kwa mtaalamu, maana waganga huitwa wataalamu. Amefika pale, ajabu siku hiyo yule mganga, baada ya kufika yule dada tu, yule mganga alipandisha akakata moto, na baadhi ya vibuyu vililipuka vikaharibika. Yule mganga alivyoamka akamwambia ondoka, sikutaki. Naam. Dada akakimbia. Kwa hiyo hakupata majibu. Lakini mganga alivyozuka akasema unataka kuniua. Hiyo ndio kauli aliyosema. Dada hakurudi tena, akachukua akapanda gari akaondoka. Hali ikawa hivyo, hali ikaendelea kuwa hivyo, hali ikaendelea kuwa hivyo, hali ikaendelea kuwa hivyo. Dada hakuridhika. Akatoka hapa akafanya mpango wa kwenda Lindi. Lindi kule kuna wataalamu, kule kuna ngende. Kuna wazee wa ngende, kuna vitu. Sasa kuna mganga mmoja gwiji sana. Anaishi maeneo ya Kilwa huko, Masoko. Dada akatoka hapa anamtafuta huyu bwana. Lakini baada ya tukio la kwanza yule bwana alikuja akamuonya, akasema jana umeenda sehemu moja Tanchanika kwa mtu fulani bini fulani. Yule aniwezi. Usipoteze muda wako. Kumbuka nilipokutoa. Kama unaona mimi sifai niambie niondoke, lakini ukienda kule wewe uniwezi mimi. Dada akusikia akaondoka tena, pesa tena, akaona kwamba na yule dada sasa kwa sababu ana pesa nyingi akaanza kujenga nyumba zake sasa. Nyumba moja akanunua maeneo ya Chamazi akajenga, nyingine akanunua maeneo ya huku Tuangoma, akawa tayari na maisha mazuri. Akaanza kumpoteza yule bwana, kamuona tena afai. Basi hali imeenda, dada akaenda tena kule akafanya kama alivyofanya kule Chanika, lakini hali pia ikawa ngumu. Yule bwana aliporudi mara ya pili akamuonya, dada akusikia, alipotoka hapo kaenda kanisani tena. Kuna hao wachungaji wa kanisani hapa. Akatoka akaenda kwa mtume nani huko, eti kwenda kumtoa yule bwana. Akaenda kule, wakaenda kwanza wakaanza kumuombea yule dada, una mapepo na nini. Yule bwana alipokuja akasema basi kama ni hivyo isiwe shida. Naona mimi maisha mimi na wewe yamefanyaje? Yametushinda, kwa hiyo mimi na wewe tuweze kuachana. Basi yule bwana akasema lakini nilivyo navyo vyangu vilivyokuwa vya kwangu wewe utakaa navyo. Yule bwana akaondoka. Nimekacha story hii ni ndefu sana. Yule bwana akawa ameondoka pale. Alipoondoka pale, yule dada alipoamka kesho yake akapata taarifa ile nyumba ya huko inaungua moto. Nyumba ya kijiji inawaka moto. Walijaribu kupiga simu file ilishindikana kuzima ile nyumba. Na kuna baadhi ya nyumba alinunua nyingine baada ya wiki moja ikaungua. Hali ikawa ngumu sana. Akakaa akaona sasa kilichobaki aende kule benki akaokoe ile pesa yake. Anakwenda kwenye akaunti inasoma kama pesa alitoa jana yake. Kwa hiyo akawa katika hali ngumu, na ndio mimi sasa ndio wakati unajuana na Sheikh Diwani nikasema hakuna mtu, nikabidi mimi nimfuate Sheikh. Na ndio anamjua vizuri. Nikamfuata nikamleta kwa Sheikh Diwani ili Sheikh amsaidie. Alichofanya Sheikh Diwani ni kumsaidia yule dada ili aweze kurudi katika hali yake. Basi alimfanyia visomo kama nakumbuka takribani mwezi mzima. Maana baada ya hapo dada hali kawa ngumu. Akarudi kama alivyokuwa mwanzoni. Nyumba zimeungua, viwanja vipo. Anajengaje sasa kwenye vile viwanja? Hali ishakuwa ngumu. Kwa hiyo Sheikh Diwani kabila ingia katika kazi ya dharura sasa, kuanza kumsaidia yule dada ili aweze kurejea katika maisha yake ya kawaida. Kwa hiyo alifanya visomo, alifanya maeneo ya tiba, na miongoni mwa tiba ambayo alifanya za kubatilisha mambo ya sihiri, mambo ya majini. Lakini yule dada tatizo kubwa lilokuwa nalo, maelezo niliyopata kwa Sheikh wangu Diwani, anasema bwana alipata jini anaitwa Mahaba. Alikuwa jini mwanamume na alimpenda, na Sheikh alisema kama angekuwa na subira basi pengine angetoka katika mazingira yake, lakini dada mwenyewe hakujiamini, lakini alikuwa na hofu nzito. Mwisho wa siku akawa amepoteza. Sheikh Diwani akamsaidia, na kama ninakumbuka kuna dawa moja ambayo nakumbuka hata tulivyokuwa Nairobi Sheikh Diwani alikuwa anaitumia sana kuwasaidia watu. Inaitwaje ile? Sijui sihiri nini ile. Hakul Mujarrab. Hii hapa inaitwa Hakul Mujarrab. Wakati niko Nairobi hii dawa ilifanya kazi kubwa sana. Watu wengi nakumbuka tulifika Nairobi, kuna dada mmoja nakumbuka Sheikh Diwani, nilikuwa mimi na kijana anaitwa Swahaba. Sahihi. Akaja bwana mmoja Mjaluo. Naam, sahihi.
Unakumbuka Sheikh Diwani? Nakumbuka. Huyo mtoto alikuwa amekata tamaa, anapata ugonjwa, anaanguka. Sahihi. Hali mbaya. Naam. Walitumia zaidi ya milioni 2 ya Kenya kumtibia mtoto, kashindikana. Sahihi. Wallahi nayasema haya si kama naongopa Mungu abadilishe thawabu zangu. Tuko Nairobi. Naam. Sheikh Yusuf Diwani alichofanya, alimsaidia yule baba, na mimi siwezi kuamini mpaka leo. Alimpatia dawa na kisomo. Lakini vile vile alifanya sadaka, alichinjwa mbuzi. Sahihi. Na siku hiyo mimi ndio nilimchinja huyo mbuzi. Naam. Sahihi. Kwa maelekezo ya Sheikh, mimi ndio nilichinja. Ila sikuelewa kwa nini Sheikh aliniambia nichinje mimi. Wallahi nazungumza hilo. Baada ya hapo yule dada akapona, wallahi wa billahi. Sahihi. Tulienda kufanya tukio sema moja toka Wangware. Mimi, Sheikh Yusufu na swahaba. Tukachinja mbuzi. Naam. Tukapewa milioni 1 ya Kenya kama ipungui. Sahihi. Hiyo fedha tumepewa kwa chombo hichi. Naam. Dada alipona, tukapata milioni 1. Ukichange kipindi hicho ilikuwa kama kwa pesa Tanzania kama tuseme kama milioni 22 kwa change wakati huo. Sahihi. Yusufu ndio shehe. Naam. Mimi akanipa milioni 3. Naam. Nilikuwa na wewe swahaba pia akapewa milioni 3. Milioni 14 ya shehe. Si alikuwa anatuelekeza tunataka fanya hivi. Mlaze mbuzi mchinje. Sasa wewe unatakaje kuwa sawa sawa na shehe? Haiwezekani. Kwa hiyo mimi nikalamba milioni 3 yangu. Swahaba akalamba milioni 3 yake. Tulivyokuja huku mimi nilikuwa na kiwanja changu maeneo ya Chamazi, nilipiga matofali yote milioni 3. Lakini dawa ya kawaida tu ambayo ukiona unaidharau, hii hapa chuma hichi hapa. Dada alitumia hii. Sheikh Yusufu anasema jinsi ya kuiandaa hii. Maana dawa ni siri, lakini ni miti tu, wala kwa kuna siri kubwa. Ni namna ya utaalamu wa kuweza kuchanganya ile dawa. Dada alipona. Na sio hivyo tu. Kuna bwana mmoja vile vile yeye alikuwa na matatizo. Matatizo yake yeye, huyo bwana kila akioa mwanamke, ni mwanamke, alikuwa mwanamke tena mweupe. Unajua anakoepo ina mitihani. Kila mwanamume anayemoa anakufa. Naam. Kila mwanamume anayemoa anakufa. Sasa huyo mwanamke alikuja tena hapa kwa shehe. Mimi yule alikuwa anakuja kuchukua elimu. Na mpaka sasa hivi anakuja kuchukua vyombo. Elimu bwana ukiona usiache. Maana huyu mwamba huyu, hii ni bahari. Huyo mwanamke kila mtu akimuoa anang'oka. Kila mtu akimuoa anang'oka. Mwanamke mweupe mashallah, na ukimuona huwezi kumkataa. Ukimuona mwanamke unaweza kusema shehe leta barua posa. Mwanamke kaja kwa shehe. Bwana shehe, nimekuja hapa na tatizo 1 2 3. Tulikuwa mimi nilikuwepo Sheikh Diwani na jamaa moja, kijana mmoja na tamaa ya kuoa. Akasema shehe, mimi nimemuelewa huyo. Baada ya yule dada kuondoka akasema utakufa. Ngoja kwanza nimsaidie. Naam. Sasa Yusufu alimsaidia yule bwana. Lakini wakati anamsaidia hajapona vizuri, kuna mwamba mmoja akajitokeza kaoa yule mwanamke. Hakuchukua wiki kang'oka. Yusufu alipambana, shehe wangu Diwani. Dada alipona, na hivi ninavyokuambia sasa hivi kaolewa ni mwaka wa 4. Alitumia dawa, ilimsaidia sana. Na ziko dawa nyingi ambazo zinafanya kazi nyingi ambazo shehe atutangazia hapa tuweze kupata faida kwa wingi. Ndugu zangu, nilikitoa kisa hichi ili muweze kupata mazingatio. Kwamba kisa hichi nimekitoa kwa sababu haya mambo yanatokea sana katika mji wetu wa Dar es Salaam. Kuna matukio mengi sana yanajitokeza humu, watu hawajui ufumbuzi wanaopataje. Na bahati mbaya leo watu washadanganywa sana. Kuna watu shekhe si waganga, ni makanjanja, yani ni vishoka. Lakini mimi nina uhakika Sheikh Yusuf Diwani ni bingwa. Maana nimefanya naye kazi ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Niko busy tu, lakini mngeniona mara nyingi nakuja hapa. Lakini huyu shekhe amefanya mambo makubwa na anajua. Na kitu kimoja labda, lakini siruhusiwi kusema, inawezekana. Kuna bwana mmoja alikuja kwa Sheikh Diwani, yeye alimwisho namalizia ili shehe aendelee na ratiba nyingine. Alikuja huyu jamaa alikuwa ana tamaa. Akamwambia shehe, mimi nataka kuoa jini. Diwani akamwambia uwezi. Yaani kwa wewe ninavyokuona na mwili wako wewe uwezo una. Bwana shehe bwana, wewe ni sema chochote, hata Sheikh Yusuf akamtania bwana nipe 500. Kidume kwa nani yako ile ataka wewe jini apate hela. Jamaa ana tamaa huyo. Huyo kijana sasa hivi amesafiri kidogo yuko hapa. Kampa Sheikh Yusuf 500. Yusuf akasema haina shida. Atakuwa jini. Basi haina shida. Yusuf akachukua 500 akamfundisha maneno fulani ya atamke usiku. Sana na usiku. Ndio bwana akatamka. Amefumba macho, imekuja kigogo cha mtu, nyoka. Na bwana shehe, asalamu alaykum.
wewe unamtaka binti yangu nitakuozesha, usiwe una hofu. Alivyoondoka ile kama joka fulani, kaja yule binti mrembo, nywele zinafika kwenye mabega, anachekesha ndoka pale, ndoto imekatika. Yule bwana akaja kwa diwani, bwana sitaki tena. Shehe sitaki, basi unataka mwenyewe. Basi akaenda shida. Kwa hiyo shehe anajua vitu vingi na si anatufundisha. Na hapa ndugu zangu niseme hichi ni kituo. Na kwa kweli watu wengi sana wanapata faida katika kituo hichi. Kwa hiyo niseme kwa hayo machache, leo nimealikwa. Na sikujiandaa kwa mada kivili, lakini nimeyasema haya ili watu waweze kujua kwamba tunaye mtu muhimu sana katika mji wa Dar es Salaam. Shekhe ambaye ni shehe mkubwa, lakini niseme kwamba Yusuf Diwani ana hila moja tu. Maana wanasema penye uzuri kasoro hazikosekani. Shehe Yusuf Diwani si mtu wa kujisifu. Yaani kujionyesha kwamba yeye anajua sana au shehe mkubwa sana. Na lao angefanya hivyo sasa hivi angekuwa nchi nzima pengine anatisha sana. Lakini ni mtu wa kujishusha. Ni mtu mnyenyekevu, anaishi na watu vizuri. Unaona bwana, mimi nimekaa naye hata siku moja sijawahi kumsikia amegombana na mtu. Sheikh ni mtu ambaye anaheshimu watu, anaishi vizuri, iko kimaadili sana, hana tamaa. Kwa hiyo ni shekhe wetu ambaye kwa kweli amefanya kazi kubwa. Kwa hiyo niseme ndugu zangu, kwa hayo machache leo nilialikwa niyazungumza, lakini nimezungumza haya kwa sababu ni siku ya kwanza. Unajua ukaribishwa sehemu usianze kutoa mada sana. Nimezungumza kwa uchache, inshallah nikipata nafasi siku nyingine nitakuja kuzungumza mengi zaidi. Kwa hiyo niseme niwashukuru sana wadau wa jukwaa hili la Sheikh Yusuf Diwani kwa kunisikiliza kwa haya machache, lakini niseme kwanza na mimi nimepata faida kuja leo hapa, na Sheikh Yusuf ameniahidi kwamba nitaondoka na zawadi. Kuna hii hapa, kuna hii inaitwa mkono wa Idi, hii hapa zawadi hii. Sheikh Yusuf, naomba na mimi unipatie hii inshallah. Maana kwa mujibu wa maelezo hii ukiitumia kwa maelekezo utakayopewa, basi ukianza kunywa za mkola zile shehe unaweza ukakesha. Na bila shaka kwenye mambo yetu, au si ndio shehe? Naam. Kwa hiyo inafanya kazi kubwa mno, na mimi si muda wangu kusherehesha, lakini Sheikh Yusuf ni kuombe kwa sababu niwewe kuitumia hii. Na hiyo siku ilikuwa ni harusi mpya. Sasa niseme tu kwa wale ambao watakaoitaka hii na ziko chache. Kwa hiyo naomba shehe unipatie hizi, na leo nazoa kweli hapa. Hii utanipatia na shekhe na hiyo na zingine, maana nimefika hapa ofisi. Kwa hiyo niseme kwa hayo machache. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma assalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwani, ndugu zangu, kwanza tumpeleke shukrani zetu kwa Allah, lakini kadhalika na sala na salamu zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kushukuru sana al-akhi Sheikh Abu Bakari Kada, Allah akupe jaza njema fi dunia wal akhirah. Ametukumbusha mambo makubwa sana, hasa ule mkasa wa Nairobi. Mimi nilikuwa nishausahau lakini umenikumbusha. Inaonyesha una kumbukumbu nzuri sana Sheikh wangu. Mwenyezi Mungu akujalie kila la kheri wewe pamoja nasi. Naam. Lakini kadhalika yale yote ambayo tumeyasikia hapa kutoka kwa mgeni wetu Sheikh Abubakar Kada, basi tuyazingatie, kwa sababu ndani yake kuna manfaa na ndani yake kuna mawaidha pia ambayo inatakiwa watu watafakari kwa kina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia kila la kheri. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka leo tutatazama kidogo katika sala la saum. Tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tunahitajika kufunga
Lakini kuna watu katika mwezi wa Ramadhani wao kula mchana kwao ndio uchamungu wenyewe. Yani kuna watu ambao wewe ukiwa katika hali hizi ambazo tutakaozisema, wewe natakiwa ule tu, kwa sababu kula kwako ndio uchamungu na kufunga ni kutafuta matatizo au ni kiherehere ambacho kinaweza kuleta madhara makubwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wapo watu tunawaambia kuleni mwezi wa Ramadhani, wapo watu tunawaambia kuleni mchana wa mwezi wa Ramadhani, wale biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Ikhwani, ndugu zangu, kwanza twende tukajue taarifu siyam, kwa maana taarifu ya saumu yenyewe ni nini. Tunasema maana siyami fi lugha, maana ya saumu katika lugha, mutlaqul imsaki ani shay, ni pale mtu anapojiziwia na kitu fulani, ndipo huitwa saumu kwa mujibu wa lugha. Fa idha amsaka shakhsun anil kalami, yani mtu akijiziwia akaacha kuzungumza, au taami, au mtu akajiziwia akaacha kula, falam yatakallam wa lam yakul, akawa mtu huyo hazungumzi na wala hali, fa innahu yuqalu fi lugha, basi katika hali ya namna hii kilugha husemekana au husemwa mtu huyo saimun, ya kwamba ni mtu aliyofunga. Wa min dhalika qawlihi ta'ala, na kutokana na hayo qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, anasema inni nadhartu lirrahmani sawman walan ukallima alyawma insiya. Suratu Maryam, Mwenyezi Mungu anatueleza katika hali za namna hiyo. Lakini wa amma maanahu fi istilahi shar'i, lakini ama maana ya saumu katika istilahi za kisharia, maana yake nini? Maana tumeitazama saumu katika istilahi za lugha, na sasa tunakwenda katika istilahi za kisharia. Ukisema saumu au siyam katika sharia ni nini? Fahuwa al-imsaku anil muftirat, nayo ni kujiziwia kutokana na kila vinavyofunguza, yauman kamilan, siku iliyo kamili. Fa min tulu'i al-fajr as-sadiqi, na hii ni toka pale ambapo inapochomoza alfajiri ya kweli, ila ghurubi shamsi, mpaka pale ambapo linapozama jua. Hii ndiyo taarifu ya watu wa sharia, wao wanasema katika hali za namna hii. Sasa basi, wa hadha taarifu muttafaqun alayhi baina alhanafiyati walhanabila, lakini taarifu hii ya kusema ya kwamba kufunga ni kujiziwia siku kamili kutokana na kila kinachofuturisha ni istilahi ambayo bila shaka wamekubaliana kwa istilahi hiyo madhhab ya al-Imamu Hanafi na madhhab ya al-Imamu Hanbal. Hawa ndio wamekubaliana katika hali za namna hii. Amma al-Malikiyya wa Shafi'iyya, ama madhhab ya al-Imamu Maliki na madhhab ya al-Imamu Shafi'i, fa innahum yaziduna fi akhiri kalima biniyatin, wao wanazidisha mwisho wa maneno haya istilahi, wanasema ni kujiziwia siku nzima, lakini lazima paambatane na nia. Unaona, tunapata kufahamu madhhab ya al-Imamu Hanafi na Hanbal. Wao wanasema al-imsak ni kujiziwia tu mchana, yani siku nzima kutokana na vile vinavyofunguza. Lakini madhhabi ya al-Imam Maliki na al-Imam Shafi'i, wao katika taarifu hii pakaongezeka neno, anasema biniyatin, lazima kuwe na nia maalum. Maana yake katika madhhabi ya al-Imam Hanafi na Imam al-Hanabila hawa, maana yake hata mtu akijizuia bila kuweka nia yeye ni sawa. Lakini kwa Maliki na Shafi wanasema nia lazima iwepo katika hali za namna hii. Wadhālika li'anna an-niyyata laysat birukni min arkani siyam 'inda al-Hanafiyya wal-Hanabila, na kwa sababu hiyo ni kwa sababu nia sio nguzo miongoni mwa nguzo za saumu
kwa katika madhhab ya al-Imamu Hanafi na madhhab ya al-Imamu Hanbal, kwao nia sio nguzo. Falaisat juz'an min at-ta'rif, kwa hali hiyo sasa haikuwa sehemu ya taarifu yao, kwa sababu kwao nia sio nguzo katika nguzo za saumu. Lakini ala annaha shartun lazimun la budda min, lakini kwao pia nia ni sharti la lazima tu, ila sio nguzo. Kwao wanasema ni sharti la lazima, lakini sio nguzo katika hali za namna hii. Faman lam yanwi bil kayfiyati al-ati fa inna sawmahu yabtulu bittifaqa, lakini yoyote yule ambaye hakuweka nia ya saumu katika utaratibu ambao utakaoelezewa, basi bila shaka saumu yake itakuwa imebatilika, kwa sababu Mtume anasema innamal a'malu binniyat, hakika amali inakamilika na kuwa bora na inahisabika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na nia aliyoweka mtu. Unafanya amali hiyo kwa nia gani? Hilo ndo jambo la msingi kabisa biidhnillah. Wa min hadha ta'lamu, na kutokana na haya utafahamu sasa, wewe ndugu yangu unayetufuatilia, anna al-khilafa fi kauni niyyati shartan au rukna falsafatun fiqhiyatun yahtaju ila ma'rifatiha talabatul ilmi. Na kwa hali hiyo sasa utafahamu ewe ndugu yangu ambaye unayetufuatilia hivi sasa, ya kwamba tofauti ya nia kuwa ni sharti au tofauti ya nia kuwa ni nguzo, falsafatun fiqhiyya, hili ni katika taratibu au katika taratibu za kifiqhi. Tena taratibu zenyewe za kifiqhi yahtaju ila ma'rifatiha, inahitaji watu kuzifahamu, hasa wakiwa talabatul ilmi, ni wale ambao wanaotafuta ilmu, kwa maana wanafunzi. Ishara ya kwamba katika masala haya wanafunzi wasiyaingie na kuanza kuyatolea fatawa kama tunavyoona mitandaoni. Maana sasa hivi mitandaoni kumekuwa na shida, Sheikh Kada, yani kila mtu uko mtandaoni ni mufti anatoa fatwa. Kasoma mistari yake miwili basi na yeye anatoa fatawa, tena anataka fatawa zake watu wazifate na za wengine hazifai. Ili ni tatizo kubwa sana ambalo kwa sasa katika dunia tuliokuwa nayo tunakutana na mashakili kama haya. Amma ghairuhum, ama watu wengine, kwa maana wale ambao wao tayari wana ilmu, fa innahum mulzamun bima'rifat, mulzimun, wao bila shaka wamelazimishwa kwa kujua anna niyata as-siyami lazimatun fala yasihu siyam biduniha. Wao wanafahamu ya kwamba nia ya saumu ni kitu cha lazima na saumu haiwezi kusihi bila ya nia. Kwa hiyo hata wale watu wanaowaambia watu usiku msinuie, tunakwambia wewe unafata madhhabi ya imamu gani? Kama unafata madhhabi ya al-Imamu Hanafi na al-Imamu Hanbal, hamna shida. Lakini wale wanaotia nia kwa kusema kabisa nawaitu sauma ghadi an adai, hawa wanafata madhhabi ya Malikia pamoja na Shafiia. Waacheni wafanye kwa utaratibu huo, kwa sababu pia nao wanao mabwana wakubwa ambao wanawafata katika hali za namna hiyo. Lakini sasa hivi tuna tatizo la khiyanatul ilmiya, khiyana ya kiilmu. Yani kuna mtu anaweza akaliona jambo likawa jambo hilo lina aqwalu mukhtalifa, lina kauli tofauti za wanavyoni. Anachokifanya yeye anakusanya kauli za wanavyoni hata 100 wa ule upande wake wanaotia nguvu kile anachokitaka yeye, alafu anakuonyesha imamu fulani kasema hivi, imamu fulani kasema hivi, bila kukuonyesha upande wa pili pia. Na kwenye kuna maimamu zaidi ya 1000 ambao nao wanasema kwa utaratibu wao. Yani hii ni khiana ya ilmu, ndio iliyotuvuruga sasa hivi katika hali za aina kadha wa kadha. Watu tunavurugikiwa sana na hayo. Utakuta mtu kuna jambo ambalo lina ikhtilafu za ulama, hakwambii kama ili jambo lina ikhtilafu za wanavyoni. Yeye anakamata pale alipopataka yeye, na atakuletea wanavyoni, atakuorodheshia wanavyoni wale wa mrengo wake yeye, ataacha wale wanavyoni wengine ambao pia wameorodhesha katika sala hilo katika mrengo mwingine. Hii ni khiana ya kiilmu. Yani kilicho bora ni mtu achukue zile akwali zote, alafu yeye sasa pale alipokinahi ndipo wafate kwa utaratibu huo, na asifunge milango wa wale wengine pia kuweza kufata utaratibu mwingine. Inshallah ndugu zangu,
Sasa leo nataka nende tukatazame baadhi ya maradhi ambayo mtu akiwa nayo maradhi hayo inatakiwa ale mchana wa Ramadhani. Usijitie kiherehere kufunga, utaumia na utapata madhara na utakuwa unajua ndio kabisa utakuwa umejidhuru wewe mwenyewe, na madhara au hukumu ya kujidhuru mtu yeye mwenyewe ni hatari sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, yapo maradhi takriban yanafika maradhi 28 ambayo ukiwa nayo hayo maradhi, wewe mwezi wa Ramadhani kula tu mchana wa mwezi wa Ramadhani, usifunge, itakuletea shida kama utachukua fursa ya kufunga. Mmoja katika hayo maradhi ni amradul fashli al-kulyawi, ni kwa wale ambao wana tatizo la maradhi ya kufeli kwa figo. Yani mtu figo zako zikiwa zimefeli, basi muhimu sana katika mwezi wa Ramadhani kwako ni kula mchana wa mwezi wa Ramadhani. Sasa hukumu yake ni nini? Baada ya kuwa unakula mwezi wa Ramadhani utafanya nini? Hilo ni jambo lingine. Kwanza nazungumzia maradhi ambayo ukiwa nayo inatakiwa ule mchana wa mwezi wa Ramadhani. Ndio Mwenyezi Mungu anasema faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yoyote yule ambaye atakayefikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini mtu huyo akawa ni mgonjwa, ugonjwa ambao hawezi kufunga kutokana na masharti ya ugonjwa wenyewe, au akiwa safarini, basi ale, kisha baada ya kupona au akifika safari huko anapokwenda atalipa katika masiku yajayo. Uislamu ni mwepesi sana. Sasa tamna'ul amradu shadidatu wal muzminatu siyam, maradhi mazito na yale ambayo yanaweza kumwandama mwanadamu kwa muda mrefu yana uwezo wa kumziwia mtu huyo kufunga, idha kana yusabbibu dararan muakkadan, ikiwa tendo la mtu huyo kufunga linaweza likampelekea mtu huyu kupata madhara mazito, basi huyu anaruhusiwa ale mchana wa mwezi wa Ramadhani. Au yazidul marad, au inawezekana ikawa mtu ana maradhi, anapofunga ndio maradhi yanazidi, huyu inatakiwa ale. Au yaiqu shifa, au mtu akiwa na maradhi ambayo kama atafunga itapelekea ugumu wa kupona kwa maradhi hayo, huyu sharia inamwambia ale. Ndio maana ukienda katika milango ya sharia utabaini ya kwamba kuna kitu cha msingi sana hapa katika zile shurutu. Yani masharti ya saumu, kuna shurutu siha, kuna masharti ya kuswihi kwa saumu yenyewe, na kuna shurutu al-adai, masharti ya kuitekeleza saumu yenyewe, na kuna shurutu al-wujub, kuna sharti za wajibu wa hiyo saumu yenyewe. Sasa miongoni mwa sharti za msingi ukienda katika shurutu al-wujub, kuna sharti ambazo ni wajibu, lakini inawezekana ikawa ni wajibu kwa mtu, lakini yani ni wajibu kufunga, lakini afya inamwambia wewe kwa namna ulivyo acha habari za kufunga. Kama jinsi ambavyo ilivyo, kuna wakati inawezekana ikawa ni wajibu kufunga, lakini sheria inakwambia kwa namna ulivyo wewe acha kufunga. Yani sheria inakukataza, inakwambia usifunge, na kuna mtu mwingine afya ndio inamwambia usifunge. Hizi zinaitwa shurutul wujub. Yani anawajibika kufunga, lakini sharti inamwambia wewe unaumwa, kwa maradhi unayoumwa haya hutakiwi kufunga. Kwa hiyo afya inamwambia usifunge. Lakini kuna mwingine ambaye ni wajibu kufunga, lakini sheria inamwambia usifunge. Yani afya anayo vizuri kabisa, lakini sheria inamwambia kwa wewe kufunga hapana. Kwa mfano, mtu akiwa na maradhi, lakini kuna yule mtu mwingine ambaye ni mwanamke yupo katika ada yake, ana uwezo wa kufunga, lakini sheria inamwambia wewe kufunga hapana, acha mpaka umalize, uwe tahara, uwe safi. Kwa hiyo afya inamwambia unaweza, lakini sheria inamwambia hatukuelewi. Lakini huyu mgonjwa, kwa maana afya inamwambia yani sheria inamwambia inatakiwa ufunge, afya inamwambia hapana, kwa namna ulivyo
we tulia, tuacha wengine watekeleze hiyo ibada ya saumu katika hali za namna hiyo. Wayashmulu dhalika alfashlu alkulyawi, mfano katika maradhi haya ya kufeli kwa figo. Nitaeleza kwa uchache kabisa, alafu kisha baada ya hapo tutakuwa tumepata angalau faida kidogo katika jukwaa letu, baada ya faida kubwa tuliyopata kutoka kwa mgeni wetu Sheikh Abubakari Kada. Sasa hii suala la kufeli kwa figo ni nini? Wa huwa halatun tibiyatun khatiratun tafqidu fiha alkila alqudrata ala tanqiyati dami min assumum, nayo ni hali ya hatari ambayo bila shaka inapelekea figo zinapoteza uwezo wa kusafisha damu kutokana na sumu za aina mbalimbali. Figo ikipoteza utendaji wa kuweza kusafisha damu, basi ni hatari sana katika afya na maisha ya huyu mwanadamu, na huyu tunamwambia saumu kwako ni hatari. Hivyo kula mchana wa Ramadhani kwa usalama wa afya yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii damu inasafishwaje katika figo za mwanadamu? Tunasema tanqid alkila ad-damma bishaklin asasiyin fi qishrati alkila aljuz'i alkhariji. Bila shaka figo zinasafisha damu, na hasa katika sehemu zake za msingi mno ambazo zinasafishia damu ni katika sehemu inaitwa qishratul kila, kwa maana katika gamba la figo lenyewe, na kimaarifa tunaita aljuz'ul khariji, kwa maana sehemu ya nje ya figo ya huyu mwanadamu. Wa tahdidan, lakini kama hilo halitoshi, kadhalika vile vile dakhilan wahdatil mihjariya, kuna sehemu inaitwa wahdatun mihjariya, kimaarifa tunaziita an-nefronat, kwa maana zile nephrons ambao zinakuwa ni kama vile kajungio au kama vile chekecheo fulani, chujio fulani ambayo kazi yake ni kuchuja hiyo damu. Nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka, wa hiya milioni fi kulli kila. Nazo hizi nefronat zinahesabika au zinatambulika hisabu yake kufikia milioni 1 katika kila figo ya huyu mwanadamu. Yani nefronat hizi zipo milioni 1 katika kila figo, na namna zilivyo ni kama jinsi ambavyo unavyoiona chujio namna inavyofanya kwa ajili ya kuichuja damu, bishaklin asasi almas'ulatun bishaklin asasi an tanqiyati dam, ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kusafisha damu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sio kusafisha damu peke yake tu, walmuwazanati sawailil jismi, lakini kadhalika na kupangilia mfumo wa zile sawail, yani asili ya ule unyevu ulio katika mwili wa huyu mwanadamu. Ni hizi nefronat ndizo ambazo zinazofanya kazi hiyo katika figo. Nataka tuone ni namna gani wewe ambaye una mashakili ya fashlul kulyawi, kama utafunga utapata madhara gani. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, yoyote ambaye atakayekuwa ni mgonjwa au yupo safarini asifunge mwezi wa Ramadhani, huyo atafunga baada ya kupona katika masiku mengine au baada ya kufika safari yake biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa sasa, kwa hiyo zile muwazana tu sawailil jismi, kwa maana kupangilia mfumo wa vile vimiminika katika mwili wa mwanadamu. Lakini kadhalika wa intajul baul, kadhalika vile vile nefronat ni muhimu sana kwa ajili ya kuchuja na kupatikana kitu kinachoitwa nini? Mkojo. Sasa katika hali za namna hiyo, na haya yanapatikana abran amaliyati tarshihi balazima dam, na hii ni kutokana na namna ya kuchujwa ile damu, na hapa panapatikana ile plasma ya damu. Baina ya plasma ya damu na damu yenyewe ndipo panapatikana kitu kinachoitwa nini? Albaulu, mkojo. Sasa katika hali za namna hii, wa i'adati imtisasil mawaddi ad-daruri, lakini hizo tarshihi, yani hizo ambazo ni an-nefronat ndizo ambazo zinafanya kazi ya msingi kabisa vile vile kwa ajili ya kunyonya baadhi ya mawadi ambayo ni muhimu sana 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 na kuyarejesha tena katika mwili wa mwanadamu, ka glucose, kama vile kunyonya glucose. Nefronat katika figo zinachukua glucose, walma, na zinachukua kiwango cha maji yaliyo salama, wal amlahi, na kiwango cha chumvi vinachukuliwa hivyo. Sasa vinarejeshwa tena katika mwili wa mwanadamu. Yani figo inafanya kazi zaidi ya 100 katika mwili wa mwanadamu. Lakini wa ifrazil fadalati nitrojoniya,
lakini kadhalika na kuyatoa nje yale nini alfadalat, mabaki ambayo ya nitrogen, ambayo ndo tunapata mkojo, tunapata jasho na mfano wa hivyo, kama vile kuondosha aina ya hamdi inaitwa al-urea, kwa maana asidi inaitwa uric acid ambayo ni hatari sana katika afya na maisha ya mwanadamu, wal karyatainin, lakini kadhalika na kuondosha mabaki ya kemikali. Figo ndo zinafanya kazi ya namna hiyo, yani lazima zinaondosha yani zinaondosha uric acid, lakini kadhalika zinaondosha mabaki ya kemikali katika mwili wa huyu mwanadamu, ili mwili ubaki kuwa salama. Wal adwiya, na hata madawa ya aina mbalimbali ambayo tunayokula ndani yake yana sumu, yana kemikali. Figo kazi yake ni kuchuja hiyo ili isibaki katika mwili wa mwanadamu, kwa sababu lau kama itabaki inaweza kuleta madhara makubwa sana, na wewe ukajikuta ni mtu ambaye unapoteza uhai wako. Allah anasema kwa yoyote yule ambaye atakayekuwa ni mgonjwa au yuko safarini na mwezi wa Ramadhani ukamkuta, basi huyo asifunge, bali atalipa masiku hayo aliyoyaachia katika masiku mengine baada ya kupona kwake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika vile vile tunapoizungumzia taqumu hadhihi alkabibat, tunapoizungumzia kuna vitu vinavyoitwa alkabibat ambazo tunaziona hizi nini, hizi chujio ambazo kazi yake kuchuja damu, zinachuja mambo kadha wa kadha, lakini na kuzihifadhi protini pamoja na kuratu damu alhamra, na zile red blood cells zinakuwa katika hali iliyokuwa sawa. Bainama ta'malu nifronat, lakini nifron ambazo zinazofanya ala i'adat almawadi daruriyat liljismi, zenyewe hurejesha yani mawadi muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Lakini kuna vitu vinavyoitwa annabibat, kwa maana tunazungumzia tubeless hii katika baada ya kuwa tayari shafanya kazi zake. Sasa figo zinapeleka kule katika nini, katika almathan na kibofu cha mkojo. Tamtasu imtisasu alma'i wal ma'adin ad-daruriyya ila majra ad-dam wa tahawul al-fadalat ila al-bawl. Hii sasa hunyonya baadhi ya maji na maadini kadhaa ambayo ni muhimu sana kuyapeleka katika njia za damu na kuyageuza kwenda kuwa mkojo, na itaka gramu 350 mpaka 400 ndio mtu anajisikia haja au hamu ile ya kwenda haja katika hali za namna hiyo. Sasa ni kwa nini huyu mtu hatakiwi kufunga? Hapa ndipo namalizia katika jukwaa letu la leo katika hali ifuatayo. Lau kama mtu atakaa kwa muda mrefu hajala, basi huyu itatokea kitu kinachoitwa aljafaful haddu. Aljafaful haddu manake ni ukavu wa hali ya juu kabisa. Sasa imtinau maridhi kila, kuziwiliwa mgonjwa wa figo asifunge, an shurbi sawail, yani kuziwiliwa kutokunywa chochote au kutokula chochote, yusabibu jafafan shadidan, hii itasababisha ukavu wa hali ya juu kabisa, mimma yuaddi ila tadhuri sari'i fi wadhaifi alkila almutabaqiya, jambo ambalo litapelekea kushuka kiwango cha utendaji wa figo zake, hasa katika kile kiwango kilichobakia. Yani asilimia za utendaji wa figo zitakuwa zinashuka haraka sana, hasa unapokuwa hauli kitu, haunywi kitu na kwa muda mrefu. Ndio maana hawa watu ambao wana tatizo hili la alfashlul kulyawi, kufeli kwa figo, hawa tunawaambia kula kwao mchana wa mwezi wa Ramadhani ndio ucha Mungu, na kutaka kufunga kwao mchana wa mwezi wa Ramadhani ni kujidhuru wao wenyewe. Dini ya Kiislamu ni dini nyepesi kabisa, inawataka watu wawe katika hali iliyokuwa bora. Kwa hiyo wewe ukiwa na tatizo la alfashlul kulyawi, la figo zilizofeli, tunakwambia kula mchana wa Ramadhani. Kuna wale watu ambao wanaoshwa figo, dialysis, yani wanafanyiwa hivyo, yahtajuna litawidhi sawail wal amlah. Hawa ni watu ambao natakiwa wasafishwe na wawe katika hali ambayo ilikuwa safi kabisa. Na hawa ndio watu ambao wanatumia baadhi ya madawa kwa ajili ya kuwanusuru. Sasa anafungaje huyu mtu? Kwa hiyo asiache kutumia dawa kwa sababu ya saumu, bali inatakiwa aache saumu kwa sababu ya afya yake kwa kutumia dawa. Ndivyo jinsi ilivyo. Yani asiache saumu kwa sababu yani asiache kutumia dawa kwa sababu ya saumu ya Ramadhani, bali atumie dawa, anaiache saumu. Ndio ucha Mungu unakuwa kwa mtu huyu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. La mwisho, tarakumu sumum,
ukiacha kula wewe ambaye una tatizo la figo, basi sumu itagandamana katika mwili wako. Ghairul qadiratin ala filter, na figo itakuwa halina uwezo wa kuchuja tena. La tastati'u taamul ma nataji alhadmi alproteinat, hapo sasa haitawezekana tena kwa figo kuweza kufanya kazi zake, na hata kupasua na kumengenya protini, figo inakuwa haiwezi. Mimma yarfa'u nisbatul urea wa sumumi aljismi, jambo ambalo itakayopelekea kiwango cha uric acid itakuwa nyingi sana katika mwili, na hali hiyo mwili mzima utakuwa na sumu. Ndio unaweza kuona mtu miguu inavimba, tumbo linajaa. Hii ni uric acid ambayo ni hatari sana. Siku moja alikuja mtu mmoja, tukamtazama, ukimwangalia tu unamuona uric acid ishakuwa nyingi sana. Ambia huyu mpelekeni haraka hospitalini, la sivyo mtamkosa. Wakadilei wale watu, baada ya masaa mawili kweli yule mtu alifariki. Kwa hiyo lazima kuwa makini sana na haya maradhi. Ndugu zangu, haya ni maradhi ya fashlul kila, kwa maana kufeli kwa figo. Ukiwa nayo maradhi haya, na tutaorodhesha hapa maradhi yote yale ambayo mtu ukiwa nayo inatakiwa ule katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika jukwaa lijalo inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tumeeleza maradhi moja, maana kuna maradhi ya moyo ni hatari sana, hatari mno, yanatisha. Lakini kadhalika hapo maradhi ya mapafu, taliful kila, yani talifu alkabid, aiywa, kwa maana ile cirrhosis ya maini yanakuwa yanasinyaa. Lakini kuna wale wana kabidul wabai, wana appetitis wale na mfano wa hayo, hawa inatakiwa pia tutakuja kulieleza darasa lake kwa umakini, tuone hawa wanafungaje au hawatakiwi kufunga kwa hali gani. Kwa hiyo tunawaambia wale ambao wapo katika hali za namna hii, kuleni mchana wa Ramadhani, ndio ucha Mungu kwenu. Kuleni, kula kabisa mchana wa Ramadhani. Lakini jambo la mwisho la sharia hili, kuna watu wanawapangisha, yani wao ni wenye nyumba, lakini katika kuwa wao wenye nyumba wamewapangisha kwao ndugu zetu hawa ambao ni Wakristo, alafu unafika mwezi wa Ramadhani, yeye mtu huyo anataka ya kwamba amuamrishe mpaka huyu mpangaji wake ambaye si Muislamu afunge mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haipo hiyo, haipo kisheria. Muache ale, kwa sababu yeye hakalfishwi na sharia kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wale ambao tunawapangisha ndugu zetu wa Kristo katika majumba yetu, basi tuwaache wale mchana wa Ramadhani, kwa sababu hawahusiki na saumu yako wewe. Hiyo saumu ya Ramadhani hauhusiki kabisa, hawamo. Waache wale. Na hili swala waache wale ficha kwamba na wao pia wajifiche vipi? Hakuna hiyo. Hiyo ni ihtiramu tu, heshima tu, kutengeneza heshima. Lakini waachwe wale mchana kweupe wale, kwa sababu la yukallafun, wao hawajakalfishwa na sharia kwamba lazima wafunge mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unajua masharti ya kusihi kwa saumu ya Ramadhani, moja wapo al-Islam, ni mtu kuwa Muislamu. Sasa yule ambaye yeye bado hajawa Muislamu huwezi kumkalifisha, kwa sababu tu ni mpangaji wako, unaishi naye nyumbani kwako, bana hapa bana hakuna kula mchana hapa hii nyumba yangu hii takupa notisi. Hakuna hiyo, hakuna vitu vya namna hiyo. Waacheni watu wakae kwa furaha zao wale. Ndio mambo jinsi alivyo inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa nikwambie ndugu zangu, ameeleza hapa ndugu yangu Sheikh Abubakar Kada mkasa mzito kabisa ambayo iliyotokana na dawa hii ya Haqqul Mujarrab. Haqqul Mujarrab ni dawa mujarrab sana kwa ajili ya masala ya kisihr, masala ya kichawi. Kuna watu wamefanywa mauchawi mazito ambayo bila shaka yanatetemesha moyo pale ambapo unapoyasikia. Hii ni nzuri sana, lau kama mtu anaitumia kwa dozi yake kamili, mambo yatakwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu hawa wanaota sana mandoto ya ajabu, wanalishwa au wanakula wenyewe katika ndoto zao. Lakini kadhalika kuna wale watu ambao wao wamekwenda mahospitali ya aina mbalimbali, amepimwa kila aina ya maradhi hana, lakini ye mwenyewe akijitathmini anaona mimi ninaumwa. Sasa hizo ni sihri, ni machawi hayo. Lakini kadhalika kuna watu wana machawi. Al-akhi Sheikh Abubakar Kada, siku hizi wachawi na wenyewe wameendelea. Kuna wakati mtu anaweza kupigwa sihri na maradhi yakafananishwa namna kabisa na yalivyo maradhi ya kibaiolojia.
Ukipimwa figo utaonekana kweli figo zimefeli, lakini kumbe kiini macho ni uchawi tu ushafanyika. Ukipimwa moyo utaonekana moyo mpana, kumbe kiini macho ni uchawi tu tayari ushafanyika. Sasa hii dawa Haqqul Mujarrab ni muhimu sana kwa ajili ya kuondosha athari na mashakili hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Fanya jitihadi za maksudi, kisha unaipata Haqqul Mujarrab jurriba miraran wa sah. Waarabu wanasema la tas'ali tabiba ani dawai fas'ali almujarrab. Siku zote usije ukamuuliza tabibu dawa yako inafanya nini, fas'ali almujarrab, bali uliza iliyofanyiwa majaribio na natija ikapatikana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Fanya jitihadi za maksudi, pata Haqqul Mujarrab. Lakini kama hilo halitoshi, Sheikh Abubakar Kada akatukumbusha hapa kwenye huu mkono wa Idi. Mwanamume yoyote ili uwe na thamani pale nyumbani lazima uwe na performance nzuri pale katika 6x6. Yani hata uwe na pesa kiasi gani, lakini ukawa na udhaifu wa performance yako pale unapokuwa na mkeo, wala uheshimiki mzee. Watu wabakia tu, watu wanakutazama tu kama ulivyo. Lakini kadhalika uwe na cheo utakavyokuwa na cheo, lakini performance yako pale nyumbani kwenye 6x6 pakiwa hovyo, wala cheo chako hakieleweki mzee. Yani uzuri wa hawa wanawake, ili awe vizuri, basi inatakiwa na wewe ile show yenyewe ile asipigwe show ya maana. Ndio maana yake shekhe. Kwa kubabaisha hamna kitu. Ndio kweli, huo ndio kweli shekhe. Kwa kubabaisha hamna kitu. Wana maneno yao, wanasema sikuja kula wala sikuja kulala wala sikuja kwa ajili ya kuvaa. Kwani kwetu nilikuwa sivai? Wanasema hivyo. Kwani kwetu nilikuwa sili? Wanasema hivyo. Kwani kwetu nilikuwa silali? Wanasema hivyo. Kwa hiyo nilikuja kwa jambo moja, performance tu. Ndio mambo yake. Haqqul Mujani, mkono wa Idi ndio mpango mzima itakayokufanya uwe na performance bora kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Utafurahia. Pata dozi kamili ya mkono wa Idi ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tawasiliana nasi inshallah popote pale duniani mkono wa Idi unafika. Nyingi sana zishaenda katika ardhi ya Marekani na watu wanafurahi huko. Nyingi sana zimeshaenda katika ardhi ya Uingereza, Ufaransa, Swedeni, Uholanzi huko zimeshaenda sana. Hapo Saudia, Omani, yani hapo ndo usiseme, zimekwenda sana. Zanzibar, yani ni hatari kabisa. Hapo Uganda, Kenya, mashallah. Watu wanatumia fursa, hata Kongo pia fursa inatumiwa vizuri. Sasa wewe unashangaa nini? Unasubiri nini? Wadawiddaa qabla an yaqula fi tabibu da'i a'ya fastatara. Wanasema wataalamu tibia maradhi katika kiwango ambacho haijafikia wakati mpaka daktari aliyo special katika maradhi hayo akakwambia kwa hapa alipofikia sasa tulia tu, subiria kinachoendelea. Tibia haraka, yanapata taarifa hizi, basi fanya haraka ujipatie mkono wa Idi ili kadhalika performance yako iwe bora zaidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mmoja anaitumia ananiambia, shekhe, yani kila ninavyoitumia ndo naona afadhali, yani ndo naona jana yake na hii yani leo nakuwa na performance nzuri kuliko ile ya jana. Naambia naam, maliza dozi hiyo alafu mambo yatakwenda sawa inshallah biidhnillahil karim. Nawe pia jipatie hii. Lakini hapa tuna prostate, dawa ya tezi dume. Unajua tezi dume, ukimsoma bwana mmoja ni daktari anaitwa Muhammad Hani Mar'i. Mwamba huyu anasema miongoni mwa vitu ambavyo ni hatari sana ni hili tezi dume. Anasema yuarriqul kathirina minar rijal, inafikia wakati ni janga la dunia, inawadhuru na kupata madhara makubwa wanamume wengi sana. Watu wanajikuta wana tatizo ila tezi dume ambayo itawapelekea watu pia kuwa katika hali mbaya sana, kupata kansa ya tezi, lakini kadhalika kuwa katika hali ambayo inaweza kuwapelekea wakapoteza kabisa utendaji wa tendo la ndoa, kutokwa sana na mkojo, kuwa na maumivu katika sehemu za korodani, lakini kadhalika kuwa na maumivu yanayoelekea katika sehemu ya mshipa unaoelekea katika sehemu ya haja kubwa,
lakini kiuno pia kuwa kinauma na hata mgongo mara kwa mara. Tezi dume ishara zake ni hizo. Unapokwenda asubuhi kwa ajili ya kufanya haja ndogo, utaona haja inatoka kwa tabu au inatoka kidogo sana, na wakati mwingine utaona zile njia zinajifungua mbili mbili, yani mkojo unatoka ukiwa na njia mbili. Hizi ni hatari, zinakuambia bana unakuja katika hatari mbaya zaidi. Na tatizo la kufanywa operation kwa katika tezi dume kuna athari mbaya sana. Awe mfanyaji, awe bingwa, awe hodari wa namna gani, lakini haya huwezi kuyaepuka. Moja, utakuwa ni mtu ambaye unatokwa na mkojo bila kuuziwia takriban kuanzia miezi 6 mpaka mwaka na miezi 6. Hilo ni jambo la kufikia tu, sio la kutafutwa. Lakini kadhalika vile vile inawezekana ukakosa kabisa utendaji wa tendo la ndoa kuanzia miezi 6 mpaka mwaka na miezi 6, na inawezekana ikawa ndio wasallam, imekwisha hiyo. Sasa lau kama utafanya operation katika sala la tezi dume, hivyo jitahidi sana kutumia hii dawa, ni mujarrab sana, yani inatibu tezi dume bila ya upasuaji biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wadawiddaa qabla an yaqula fihi tabibu dai aya fastatara, wanasema yatibie maradhi kabla hajafikia katika hatua ambayo daktari atakwambia kwa hapa alipofikia subiria kufa. Muhimu sana, jitahidi sana upate tezi dume hivi sasa ili umalize tatizo kwa wepesi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Inshallah tukutane katika jukwaa. Naam, kama ambavyo tumemsikia Sayyidina Dr. Sheikh Yusuf Al-Ghazali, lakini pia na Habibi Sheikh Kada hapo, nadhani kwa mtu ambaye tufuatilia mwanzo mpaka kufikia hapa umepata faida nyingi na faida bora kabisa. Zaidi yote kwa yote, tunao mkono wa Idi hapa, manake mkono wa furaha. Vipi unaweza kumbwera pale nyumbani? Ni nakati nafasi unayo, na kuna vijana wanasema wao hawachagui sehemu ya vita, wao chini ya uvungu utawakuta vita zinafanyika, juu ya dari vita nafanyika. Lakini wewe ukiwa na mbwera manake unatoa fursa kwa vijana hawa kuchukua nafasi hiyo na kuanzisha vita mahala ambapo wewe utashindwa namna ya kupigana na vijana hao. Nini cha kufanya? Ni mkono wa Idi huu. Mkono wa Idi ulivyo si booster, inamaliza tatizo la moja kwa moja na naweza kuwa imara kabisa, tena ukawa unafanya jambo kwa fasaha wa hali ya juu sana. Mimi niko vizuri, wewe je, una hali gani? Basi mimi nikwambie fursa kipekee ni kutumia mkono wa Idi, na unapatikana hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba simu 0748869733 au 0659869734. Ndizo namba zetu za kutupigia simu ukapewa mwongozo na upewa ufafanuzi uliokuwa bora wa kuweza kutufikia mahali tulipo, ama ukaweza kuagiziwa mahala popote ulipo duniani na unaweza kufikiwa tena kwa wakati muafaka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka hili ni jukwaa letu likiwa leo limesheheni ikiwa na mgeni wetu Sheikh Kada, lakini pia Mama Dr. Sayyidina Sheikh Yusuf Al-Ghazali. Mimi sina la ziada zaidi ya kukwambia tutane tena katika wakati ujao katika jukwaa letu hili kupata yaliyokuwa bora zaidi. Kubwa, endelea kuwa nasi katika media zetu hizi ili kufanikiwa na kupata yaliyokuwa bora hapa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.